Shikamoni wazee. Hata mimi ni mzee mtarajiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan oye! Mmemwona? Amenongoneza, ameniambia anawapenda. Mpungieni mkono. Asanteni sana. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa CCM Bara, mzee wetu Mangula, Mheshimiwa Abubakar Kunenge, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa serikali wote mlioko hapa, viongozi wetu wa dini na viongozi wetu wa Baraza la Wazee Mkoa wa Dar es Salaam, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais, kipekee ninakushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wako na kuamua kufanya mkutano huu mkubwa sana siku ya leo na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam ili uweze kuongea na wazee wote Tanzania. Aidha, nawashukuru wazee wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuitikia wito huu na kujitokeza kwa wingi na kuamua kufika hapa ili kuweza kuongea na Mheshimiwa Rais wetu na kujadili mustakabali wa maisha ya uzee na wazee katika taifa letu. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wizara yangu ambayo umenipa dhamana niendelee kuitumikia, kwanza na kushukuru sana kwa kuniamini na kunikabidhi wizara hii kubwa ikiwa na maslahi ya watu wengi kwenye taifa hili, kuanzia wazee hawa walioko hapa ambao wametutunza sisi wote hapa mpaka tumefikia hapa, tumetoka mikononi mwao. Vile vile wizara hii ni kubwa, ina maslahi ya watoto wetu ambao ni taifa la kesho, lakini ina masuala ya jinsia, ina masuala ya maendeleo ya wanawake. Unaweza ukaona kabisa kwamba wizara hii kwa jicho la pembeni ikiunganishwa na idara kuu ya afya ni kitovu cha taifa hili la sasa na taifa la kesho wakati sisi tutakapogeuka na kuwa wazee. Kwa maana hiyo tuna wajibu wa kuwatunza wazee hawa ambao kutoka mikononi mwao na kwenye majasho yao tumefika hapa tulipo. Tuendelee kuhakikisha ustawi wa jamii, afya, haki zao, ulinzi na usalama wa wazee hawa nchini kwetu. Tunaendelea kuzitoa huduma hizi Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa sera, sheria na miongozo mbalimbali ikiwemo sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003 ambayo nayo tunaifanyia mapitio ili pia tuzalishe sheria kama ambavyo wao wameomba. Vile vile tunaendelea kutoa huduma hizi za haki hizi za wazee kupitia sera ya afya ya mwaka 2007 ambayo nayo tunaifanyia maboresho na mahuisho ili tuweze kukidhi matamanio yao ya uzoefu wao wa maisha haya, tuboreshe zaidi. Pia tunashughulika kutekeleza huduma za wazee kupitia mkakati wa taifa wa kutokomeza mauaji ya wazee, mkakati wa mwaka 2018-19 mpaka 22-23. Mheshimiwa Rais, kama walivyosema wao, wazee wanazidi kuongezeka. Ukirudi kwenye sensa ya mwaka 2012 utaona kwamba katika taifa letu tulikuwa na wazee milioni 2.5 sawa na 5.6, na hivi sasa wanaendelea kuongezeka kwa sababu wameshafika sasa hivi milioni 2,524,559. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba pia hiki ni kielelezo cha jinsi gani serikali yetu na mikakati yake na sera zake inaboresha huduma za wazee kiasi kwamba Mwenyezi Mungu anabariki na umri unazidi kuongezeka wa wazee wetu hawa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hongereni sana wazee wetu. Mheshimiwa Rais, serikali unayoiongoza ya awamu ya 6 inaendelea kutoa kipaumbele katika utoaji wa huduma kwa wazee, na kipaumbele hiki tutaisimamia kwa kasi kubwa sana, ikiwa ni kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2020-2025 na mpango wa pili wa miaka 5 wa maendeleo ya taifa mwaka 2016-17 mpaka 2020-2021 mwaka huu. Miongozo mbalimbali imeainisha dhamira ya serikali katika kuboresha utoaji wa huduma, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais umekuwa mstari wa mbele kila unaposimama na kumbuka unasema kwamba tuzingatie sana masuala ya wazee na watoto na wanawake na vijana katika nchi yetu hii. Mheshimiwa Rais,
Hadi kufikia mwezi Aprili 21 hivi majuzi, jumla ya wazee 263 wamepata huduma za matunzo na makazi yanayoendeshwa katika vituo vyetu. Mheshimiwa Rais, kutokana na muda, naomba sitasoma vituo hivyo maana viko vingi, kambi mbalimbali vikiwemo vituo vya binafsi. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, tuko kwenye mapitio ya sera hii ya wazee ili tuje na mapendekezo ya kutunga kwa sheria, na tutaweka nguvu nyingi sana hapa ili kuwe na sheria ya wazee kabla sisi wenyewe hatujazeeka tukajikuta hiyo sheria haipo. Mheshimiwa Rais, tunashirikiana vizuri na TAMISEMI katika kuwatambua wazee na kufikia Machi 21 jumla wazee 1,837,162 wametambuliwa. Kati ya hao wazee wasio na uwezo ni 1,042,403 ambao wamekatiwa vitambulisho vya matibabu bila malipo, ikiwa ni ongezeko la 37% kutoka wazee 213,025 waliokuwa wamekatiwa vitambulisho hivyo vya matibabu bila malipo mwaka 2016-17. Mheshimiwa Rais, natambua kwamba kweli kuna kero kubwa ya wazee wetu wakifika kwenye vituo hivi wanakuwa wanapata matatizo ya kupata huduma, vipimo na dawa. Nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu wewe mwenyewe ulivyoingia tulivyokueleza umetoa bilioni 80 tuende tukaongeze kununua dawa hii Aprili na manunuzi yanaendelea. Lakini Mheshimiwa Rais, tarehe 28 mwezi huu wa 4, mimi binafsi kwa kutekeleza maagizo yako na mapenzi yako kwa wazee na kwa kutambua umuhimu wa dhamana ulionipa kwenye wizara hii, tulikaa kikao na pamoja na mwenyekiti wa mtandao wa wazee Mama Clotilda Kokupima pamoja na wenzake wote pale Dodoma. Tukasikiliza changamoto zote za wazee, wakazisema, tukazijadili. Mimi mwenyewe nikasema nitakuwa mstari wa mbele na wasaidizi wangu kuhakikisha kwamba yale walioyasema tunayatekeleza. Niliona wazee wa miaka 85, 90 wana nguvu kubwa, wana akili nyingi. Ile ilitubariki sana na kutupa changamoto kwamba lazima kumbe na sisi mbele kuna maisha, tupambane wawe na maisha marefu na sisi tufike huko kama tulivyowafanyia wao, na sisi tukiwa wazee vijana watatufanyia. Kwa hiyo tumekaa nao kikao hicho. Mheshimiwa Rais, ninaomba pia niseme katika kujadili hapo tukasema tuanze na hii ya kwenye matibabu ya kwenye vituo. Mzee akifika tutengeneze kamati za watu 3 tu kwa kuanzia: muuguzi, daktari pamoja na afisa ustawi wa jamii. Maanake tunao wote kwenye mitandao yetu ya halmashauri, ili mzee akifika awakute hawa vijana 3 wamevaa mpaka uniform zao kwamba muhudumie mzee. Yaani hata kama watumishi watakuwa wachache, madirisha tukawa hatuwezi kufungua, lakini kuwe na mtu anayewa guide kwamba we utaingia hapa, utapita hapa. Kama hakuna trafiki ya wale waliozidiwa, mzee ahudumiwe kwanza ili aweze kuondoka. Hayo yalikuwa ni maazimio ya kwenye kikao chetu tuliyoyafanya. Mambo ni mengi Mheshimiwa, tutazidi kuyaboresha na tukakubaliana kwamba kikao kisiwe cha mwisho, tutaendelea kukaa nao kila baada ya miezi 3 na mimi nitakuwa na kuwepo ili tuweze kutrack hivi vitu. Baadaye tutaendelea kama ni miezi 6 au mwaka mmoja, lakini lazima tufasti traffic ya changamoto zao zile tulizo ndani ya uwezo wetu na ambazo ziko juu ya uwezo wetu, mtatuongoza viongozi wetu. Mheshimiwa Rais, napenda tena kusema serikali katika kufanya mambo mengi mazuri kwa wazee pia inatambua uwepo wa mabaraza ya wazee ambayo yamekuwa chachu katika maendeleo. Hadi kufikia Machi 21 jumla ya mabaraza 14,883 yameundwa katika ngazi mbalimbali kuanzia vijiji, mitaa hadi kata. Mheshimiwa Rais, serikali inaendelea pia kutambua wazee kiasi kwamba katika mpango wa kunusuru kaya maskini kupitia TASAFU wazee pia wanaangaliwa. Wote hawa wanaokutwa hawana uwezo wanajumuishwa kwenye mpango huu. Hadi kufikia Septemba 2019 jumla ya wazee 680,000, wanaume 258,600, wanawake 421,300 kutoka kaya milioni 1.1 walirekodiwa kuwa wanafaidika na mpango huu wa TASAFU kwa Tanzania bara na Zanzibar. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie swala la kuhusu ukatili na mauaji kwa wazee. Serikali inapeleka macho yake sana pale na imeweza kufanikiwa, inaendelea na mapambano ya kutokomeza vitendo vya ukatili na mauaji kwa wazee. Katika kuongeza msukumo na uratibu wa mapambano haya, wizara kwa sasa inatekeleza mkakati wa kitaifa wa kutokomeza mauaji kwa wazee kipindi cha miaka 5 2018-19
2022-2023 ambao ulizinduliwa Januari 2019. Mkakati huu umewajengea wazee imani na nyuso za furaha na uhakika wa kuishi maisha yasiyo na hofu ya kuuawa, na tutaendelea kushirikiana nao kupitia vikao vyetu kuendelea kujua ni maeneo gani pamoja na vyombo vingine ili kushirikiana nao kutokomeza kabisa masuala haya. Mheshimiwa Rais, rekodi zetu zinaonyesha kwamba mauaji ya wazee yamepungua kutoka 577 mwaka 2014 hadi wazee 34 Disemba 2020. Hawa ni watu, bado tunaona tatizo lipo. Kwa hiyo lazima tujikite kwenda kuzama zaidi kuona nini kilitokea wakati majeshi yetu yakiwa yanafanya kazi zao. Sisi tunatumia zile taarifa zao kuimarisha mifumo ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii. Tuone tatizo lilitokea wapi kwa kushirikiana na wazee wetu wa madhehebu na dini mbalimbali ili kubadili fikra za watu wanaotaka kukatili maisha ya wazee. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kuja, asante sana kwa kunipa dhamana. Nashukuru sana, tutaendelea kupambana kuhakikisha ustawi wa wazee na watoto na vijana na wanawake unasimama wima katika nchi yetu. Asante sana kunipatia Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia masuala haya ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Mheshimiwa Mwanaidi Al-Hamisi. Umetuongezea nguvu na ujasiri wa kwenda mbele na jicho letu, na hii ni kazi ya kwanza aliyoiona Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Naomba tumpigie makofi. Rais anawapenda, wapendi. Amewapa na Mheshimiwa Naibu Waziri mahususi kuongeza nguvu eneo la wazee. Tutapambana, kazi inaendelea, kazi itaendelea, tunasonga mbele pamoja na Mheshimiwa Rais. Wazee oye! Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa